Karibu tena kwenye Muhele Kitchen. Leo tunakuletea ladha ya kipekee kabisa itakao kugusa moyo na kukuacha ukitamani zaidi. Kama wewe ni mpenzi wa vyakula vya asili vilivyojaa ubunifu, basi video hii ni kwa ajili yako. Tunakuonesha hatua kwa hatua jinsi ya kupika samaki waliokaangwa kwa ustadi, wakichanganywa na ndizi mbichi na viungo mbalimbali vinaotoa harufu na ladha ya kuvutia sana. Hii sio tu mapishi ya kawaida, ni safari ya ladha inayounganisha utamu wa samaki na uzuri wa ndizi mbichi kwa namna ambayo hujawahi kuonja kabla. Hakikisha unabaki nasi hadi mwisho ili ujifunze siri zote za kufanya sahani iwe tamu, laini na ya kukumbukwa kila unapoiandaa nyumbani. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili uweze kuona mapishi yetu mengine matamu kutoka Muhele Kitchen. Viamba upishi vyetu leo tutakuwa na paprika ambayo ndio hiyo unaona nyekundu. Hapo pia tuna kitunguu swaumu, tuna uwatu, tuna pilipili manga hiyo unayoiona nyeusi hapo. Pia tuna korosho. Korosho kama unavyoziona hapo pia zitakuwa kwenye chakula chetu. Pia tumesaga nyanya kabisa tayari kwa ajili ya kuweka pishi letu liwe tamu, liwe la kuvutia kabisa. Hatua inayofuata ni kuwasha jiko. Baada ya kuwasha jiko, tunaweka ndizi kabisa pale kwenye sufuria. Na baada ya kuweka ndizi kwenye sufuria, tutaongeza maji kwenye sufuria pale. Ili sufuria isiweze kuungua, tunaweka maji kidogo tu kiasi. Ndizi zisiive sana. Zinaiva kidogo, tunafunika na foili kwa maandalizi. Nimeandaa samaki sasa tayari kabisa, naweka kwenye sufuria ambayo ni nyingine tofauti. Naweka samaki wangu nikiwa nimeshaweka na maji tayari. Naandaa samaki wangu, maji nimeweka tu kidogo kwenye sufuria ili samaki wasiungue. Naweka samaki wangu vizuri kabisa kwa kuwapangilia ili wasivunjike vunjike, japo nimewakaanga vizuri. Naweka viungo vyangu sasa vingine ambavyo nilikuwa nimeshaandaa ambayo ni kabichi, naweka hoho na kuwa pia naongeza sasa tena kabichi yangu vizuri na hoho. Hapo nimeweka kabichi, hoho na kitunguu. Ninaanza naweka karoti. Napanga vizuri kabisa ili muonekano uwe mzuri. Naweka limau pia ambayo nilikuwa nimeshaikata, nimeweka kwenye kibakuli kingine pembeni. Naongeza chumvi nikiendelea sasa kuweka viungo vyangu mbalimbali. Naandaa sufuria nyingine, naweka mafuta, nachukua sufuria yangu naweka jikoni sasa kwa ajili ya kuanza kuweka mchanganyiko wangu wa samaki na vile viungo vyangu vingine vyote na ndizi kwa pamoja. Hapo nimeweka foili, nimeweka na mafuta. Kwa hiyo hapo pembeni tayari kuna mchanganyiko wangu nachukua naweka kwenye hiyo sufuria ambayo nimeweka foili na mafuta ili viweze kuiva vizuri. Naenda upande wa ndizi sasa, nafunua foili na kuangalia maendeleo ya ndizi zangu. Ndizi kama unavyoona zimeiva tayari. Naongeza chumvi kwa ajili ya ladha. Chumvi haiwekwi mwanzoni, naweka nafunika. Kwenye mchanganyiko sasa wa samaki na viungo vile vingine nimeweka nyanya. Nahakikisha kwamba ladha inakuwa nzuri. Naweka na ile paprika na viungo vingine vyote vilivyokuwa kwenye kile kisosi chenye paprika na nini. Naweka limau kuleta ladha tamu kabisa ya chakula chetu. Pia naweka sasa ndizi. Naweka ndizi vizuri kabisa kuhakikisha sasa mchanganyiko wangu umekamilika. Samaki, ndizi na viungo vyote. Naweka maji chini ya foili kwenye sufuria nafunua ili iive kwa mvuke. Naongeza na maji juu kidogo. Nachukua foili yangu nafunika tena. Lengo la kufunika ni kuhakikisha kwamba chakula kiive vizuri na mvuke usipotee, kwa sababu kule ndani mvuke ndio unapika vizuri kile chakula ili kiive kiwe laini na kiwe kitamu. Naweka maji juu tena ya sinia ambalo nimefunikia au mfuniko wangu. Tukumbuke kwenye foili niliweka maji kwa ndani ambapo niliweka maji kwenye foili na ninaweka tena maji juu ya kile chombo ambacho nimefunikia. Kwa hiyo ni sawa na kubanika. Juu nimeweka maji yataivisha na chini pia. Kwenye chakula chako kama utapenda una uwezo wa kuongeza embe mbichi. Hapo mimi nimeongeza embe mbichi kidogo ambazo zimeiva kidogo. Unaongeza embe, hiyo ni kwa ajili ya kuleta ladha. Ladha inakuwa tamu na kauchachu fulani hivi kazuri. Nakagua chakula changu kuona kama chumvi inatosha
ili isiwe imezidi au imepungua kidogo, kwa sababu chumvi ikizidi chakula kinakuwa kibaya, chumvi ikipungua sana pia chakula pia kinakuwa sio kitamu. Mimi katika kuangalia chakula changu nimegundua chumvi imepungua kidogo, nimeongeza, nafunika tena ili chumvi iweze. Yaani nimeongeza lakini sijakoroga sana. Kwa hiyo nimeongeza tu katikati, nikafunika chakula changu kiendelee kuiva vizuri. Chakula chetu sasa kipo tayari kabisa kwa ajili ya kuliwa. Hiki chakula unaweza ukala na chakula kingine. Unaweza ukaweka kama kuna sahani yako labda ina wali, ina chakula chochote, unaweza ukaongeza pale. Mambo yakawa vizuri. Kama mimi sahani yangu ina chakula kingine, kwa hiyo naongeza tena hicho chakula changu ambacho kina samaki, kina ndizi na viungo mbalimbali ambavyo vimeipendezesha sahani yangu. Chakula changu ni kitamu kabisa kama unavyoona hivyo, kiko tayari kwa ajili ya kuliwa na familia nzima. Hata kama una wageni, jaribu siku moja wapikie chakula kama hiki, wataenjoy, watakupenda na watafurahi sana. Asante sana kwa kuungana nasi kwenye Muhere Kitchen. Natumaini umefurahia mapishi haya ya samaki waliokaangwa na ndizi mbichi. Na zaidi ya yote umehamasika kujaribu mwenyewe nyumbani. Kumbuka, upishi ni sanaa ya mapenzi. Kila kiungo unachoweka kina hadithi yake. Na kila sahani unayoandaa ni zawadi kwa wale unaowapenda. Tuandikie kwenye maoni yako. Umejaribu mapishi haya na utuambie yamekuwaje. Tunapenda kusikia kutoka kwako. Mpaka wakati mwingine, tuendelee kupika kwa moyo, kula kwa furaha na kushiriki afya njema na tuwapendao. Kwaheri kwa sasa na karibu tena Muhere Kitchen.